Imetamatika ligi kuu Tanzania bara, mwendelezo kati ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate. Niweze kusema ushindi wa Young Africans wa magoli 2-0, japo inaniuma. Unajua Simba amekaa juu pale. Sasa nawaambia watoto wa zamani, sio watoto wa kisasa. Nyinyi watoto wa kisasa mnasema WhatsApp, sio viwansi, sio nini. Watoto wa zamani, Simba amekaa juu pale kama balanguru. Juu ya jani la kisamvu. Balanguru unamjua wewe? Panzi. Panzi kikaa juu jani la kisamvu, yani ukigusa jani huko tukaruka. Yani achelewi kuruka. Simba amekaa juu kama panzi. Ukigusa jani la kisamvu tukaruka. Hii Yanga hii, mimi sijui sheria. Kwani hakuna sheria inayosema kwamba Yanga akawe mgeni rasmi katika World Cup? Mimi sijui sheria. Timu gani? Yani World Cup inaochezwa. Timu gani hiyo Yanga? Hii Young Africans. Ipi? Young Africans ndio timu ambayo imefungwa magoli machache kwenye ligi hii. Ndio timu ambayo ina magoli mengi. Hii hapa Kombe. Kwani hatuwezi kucheza na Spain kabla finali? Yani tukacheza mechi ya kirafiki, haiwezekani? Inawezekana yani yaliko timu maalum kwa sababu mambo ya maajabu saba ya dunia, kwa sababu tunafunga mara 5 mfululizo, tena tunachukua kombe mara 5 mfululizo. Hiyo ipo, basi FIFA watatufikiria. Bwana, nimeshuhudia pamoja na Depo, japo kafunga goli lakini kaonesha ishara ya kuomba msamaha. Pacome na Young Africans kuna nani? Kama ameonesha ishara ya msamaha, labda anajijua kwamba labda nilikuwa sipo vizuri, kwa hiyo leo nisamee kutokana labda nilikuwa nacheza vibaya. Na kama ameonesha msamaha kwa kila kitu, yani kwamba tumpongeze, kwa sababu neno msamaha ni neno kubwa sana. Mtu yeyote akikwambia nisamee, pole, hiyo msikilize sana huyo mtu. Kwa hiyo kama amesema nisameeni, basi sisi tumemsamee, na amesema kwamba kuanzia leo atatumbukiza kambani mechi zote zinazokuja. Hilo nalo tulishike, alisema tutumbukize, nitatumbukiza kambani. Kwa hiyo katika upande wa Pacome, yani mimi najisikia garaha kumwangalia Pacome anacheza. Kama sasa hivi ninavyomwangalia yule mtoto wa Wema Sepetu, jinsi alivyokuwa mzuri mashallah. Huyu Pacome, ukimwangalia Pacome, kama umekosa kumuona Pacome, mwambie wewe unaomba nionyeshe mwanao. Zingine hizo za Wema Sepetu Miss Tanzania. Unajua ninapozungumzia Wema Sepetu sizungumzi bla bla, ni amewakilisha nchi, ni Miss Tanzania. Sasa mimi namzungumzia mtu ambaye kama vile namzungumzia labda kama ninavyomzungumzia labda watu wa mbio, namzungumzia Philbert Bay. Simba ndio timu ya kwanza. Namzungumzia labda dada Asha Baraka, basket katika basketball pale, netball Asha Baraka. Yes. Na wataja watu muhimu. Namzungumzia timu ya kwanza kushiriki kama Bibi Titi Mohamed. Na wazungumzia watu muhimu, tena wanawake unawataja Bibi Titi Mohamed. Nataja wanawake hao. Rais Samia Suluhu Hassan ni viongozi. Simba kafanya nini brother? Simba kafanya nini? Angalia sasa. Mabingwa hao. Marage hivyo anatiwaga ndimu. Naona kama unatia ndimu kwenye marage. Ongea kitu cha maana bwana. Msiongee kama msitie ndimu kwenye marage. Mnaongea vitu, ongeeni vitu vya maana. Zungumzieni soka. Bwana, mimi dakika 90 nimemshuhudia kijana Junior ananifichia Mudathiri Yahya Baksi pamoja na Maxim pia Nzingeli. Baada kuzungumza kaweka hapa kwenye kikwapa. Nani? Anatembea nao. Nani? Sasa kama beki anamficha mshambuliaji, hiyo si kawaida hiyo. Kwani hiyo ndio story zilizokuja nayo. Mudathiri huko siku anapiga simu, kwani ukimficha ndio story. Hiyo sio story. Kama alivyosema. Hebu ongea maneno ya maana. Kama alivyosema Julio. Kama ningekuwa Julio hapo ningekutia makofi. Julio angekutia makofi. Ongea kitu cha maana cha soka. Hebu muangalie kwanza Pacome Zouzoua leo, jinsi alikuwa anachanganya watu kama karata anavyofunga yale magoli. Huyo ndo Pacome Zouzoua. Hebu muangalie Djigui Diarra anavyofanya save. Mnasemaga kwamba hakuna save, si Diarra anacheza na mechi. Hebu angalieni save anazozifanya Djigui Diarra leo. Unaona save kabisa kwamba huyu ndio goalkeeper bora Afrika. Unamuona kabisa Diarra anavyofanya. Hivyo ndio vitu vya kuzungumzia. Msizungumzie vitu ambavyo vya kijinga. Bwana, nikuulize kitu kimoja. Hivyo unamfuatilia Max Zengeli au ni kwa sababu anachomekea mumjui? Au kwa sababu anavaa Kikristo ndio mumjui? Mchezaji wa kawaida. Usiseme mchezaji wa kawaida. Max Zengeli muangalieni kwa jicho la tatu. Max Zengeli ni kizazi ambacho hapa kijawahi kutokea. Max Zengeli
uwanja unapoona hatua imeguswa katika ile chake ya uwanja au katika nyasi za uwanja, Max amegusa. Max Zengeli ukimwachia akimbie kutoka hapa umnyoshe, anafika Morogoro ama anafika Tanga, jinsi anavyocheza uwanjani. Kila sehemu ya uwanja Max anafika. Hebu mzungumzieni Max, huyu Max mpeni hata zawadi. Kuna watu walishindwa kumpa Aucho zawadi hata mchezaji bora wa mwezi. Sasa hili lisiende kutokea kwa Max Zengeli. Ni mchezaji ambaye ni katika ligi yetu, ni mchezaji ambaye wa kulinga naye. Kitu kingine walichokosea Kongo ni kumwacha Max Zengeli. Basi walichokosea Kongo. Hii Kongo imecheza na Ureno jana, na kwa mimi naongea habari za World Cup. Yes, of course. Naongea sakatie miguu yake bwana. Kitu hicho ndio walichokosea tu kumwacha Max Zengeli. Max pia ni mwanamume. Max ni mwanamume. Max na Mpanzo ni heri Mpanzo. Jamani nyie bwana. Mpira alikuwa anacheza Max, kama ndio ungekuwa anacheza Elim Mpanzo, angibinuka mikachu na maini angidondoka. Angibinuka mikachu na maini angidondoka. Mpira anaocheza Max Zengeli ni mpira mkubwa. Huu mpira nyinyi msizanie wa kitoto, ni mpira mkubwa anaocheza Max. Kwa hiyo mimi nasema kwamba watu watunzo, watu wakaangalia takwimu, Max Zengeli ondokeni naye. Itoshe na kusema ya kwamba Simba Sports Club mkiiona kileleni, basi mjue Young Africans bado hajacheza, na mkimwona Young Africans amecheza, dhahiri mjue ya kwamba Simba Sports Club tayari yuko ameshacheza. Namalizia neno hili kwamba mkimwona Simba yuko kileleni ni sawasawa panzi katika ganda la kisamvu, muda wote analuka. Malizia hivyo. Simba imefanya makubwa kwenye ardhi ya Tanzania. Imefanyaje? Kubwa lipi alilofanya? Hebu niambie. Basi naanza kukutajia. Simba ndio timu ya kwanza kutoa mwelekeo wa vilabu kutokea ardhi ya Tanzania kwenda kucheza michuano mikubwa, nikiwa na maana hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Jibu ni kweli ama si kweli? Si kweli. Hasa nakwambia Yanga ndio klabu ambayo imecheza fainali ya shirikisho ya kwanza. Sawa, hujajibu swali langu. Simba ndio timu ya kwanza 2019 kuonesha mwanga wa vilabu kutokea ardhi ya Tanzania kwenda kucheza michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama alicheza tuambie wamerudi na nini? Unaweza wewe sikiliza nikwambie, unaweza ukawa wewe mtoto kwenu kwenye familia yako, ukawa wewe ndio mtoto wa kwanza kutoa chumba hapa kwenda kupanga Buguruni. Alafu mtoto wa mwisho ana bonge la gorofa Masaki. Haya sasa una akili kwenda kupanga Buguruni. Wa kwanza alishaonesha njia kutoka. Alafu sasa amerudi kule. Baada ya mtoto wa kwanza kwenda kuonesha njia. Sikiza nikwambie, unaweza kuondoka nyumbani. Ukarudi baada ya miaka mitatu, ukarudi kupanga tena, naomba chumba changu nikae. Umeshindwa maisha. Sasa ndio umefanya nini? Mifano mingine sio hai, tuendelee na maisha. Tuendelee na maisha mengine. Bwana, dalili za ubingwa bado vipi? Yanga bingwa. Ule mtego ambao Simba wanasema bado wameuhifadhi, bado wako nao wanasema. Yanga bingwa, mechi zinazidi kupungua, bado mechi hizi 3. Na wale watuma wote tushamalizana nao. Mechi ya mwisho, mechi inayofuata tunacheza na TRA. Wanasema tayari tena hamutaki tena uwanja wa KMC. Hiyo sio shida zetu wala sio shida zao. Simba ndio timu ambayo nakwambiaga kila siku, Simba ndio timu ambayo inamsumbua Mungu. Wewe unafuatilia mambo ya watu ya nini? Fanya mambo yako, mbona unamsumbua Mungu? Inayomsumbua Mungu. Haya mambo ya Yanga yanamhusu nini? Sisi kwa makoto. Wewe inakuhusu nini? Tuache sisi tukienda Mwanza, sisi Singida, sisi. Wewe inakuhusu nini? Simba nakwambia kila siku baada iombe mechi zake ishinde, inaomba na sisi tufungwe. Ni kumsumbua Mungu maskini, ni kumsumbua Mungu. Mimi kama ni Mungu, Simba yote naingiza motoni. Hujanisikia? Tatizo unaongea kuna kula scream. Mimi kama ni Mungu, Simba yote naingiza motoni. Kwa sababu inamsumbua Mungu na inakufuru. Kituo cha kinachofuata ni dhidi ya Azam FC kwenye michuano ya CRDB. Mnawaambia nini Azam FC? Kabla ya Azam nawaambia kwanza mashabiki wa Simba. Michezo ya kurusha chupa, hivi vitu vya vizuri visikilize. Sisi mashabiki kurusha chupa na kuwatukana maamuzi sio kazi yetu. Sisi kazi yetu ni kushangilia na kuzomea timu, lakini sio kutoa lugha za matusi kwa waamuzi. Viwanja sasa hivi ni vidogo. Ukiongea neno la matusi linamgusa, yule ni mzazi wa mtu, unakuwa unamkosea. Matusi hayajengi. Matusi haya nani, sio adabu nzuri. Nimeona mashabiki wa Simba wanamtukana muamuzi matusi ya nguoni. Hii mechi juzi nilienda KMC. Na nimeona mashabiki wa Simba wanampiga chupa refari.
hivi ni vitu unaweza kaua muamuzi. Sisi ligi yetu hatupo hivyo. Ndio maana ligi yetu imepanda rank kuwa ligi ya 4 barani Afrika. Kwa hiyo sisi tucheze kama vile ligi yetu ya 4 barani Afrika, na ambayo ligi yenye nidhamu na heshima. Matusi sio kazi yetu. Na kwa Azam FC kwa kumalizia hii mechi ya kesho kutwa CRDB lolote liwe inshallah. Inshallah. Shukrani sana.